Habari njema kabisa kutoka huko Mashariki ya Kati ni kwamba rasmi sasa Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba Israel na Lebanon wamekubaliana kusitisha mapigano kwa siku 10. Taarifa inaeleza kwamba Rais wa Marekani Donald J. Trump ametangaza hatua kubwa ya kidiplomasia baada ya kufanikisha makubaliano ya usitishaji vita wa siku 10 kati ya nchi za Israel na Lebanon. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuanza rasmi Jumanne hii saa 11 jioni kwa saa za Marekani, yakilenga kufungua njia ya amani ya kudumu katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kupitia ukurasa wake wa Truth Social, Rais Trump ameweka wazi kuwa viongozi wa mataifa hayo, Rais wa Lebanon Joseph Aoun na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, walikutana ana kwa ana mjini Washington DC. Hii ni mara ya kwanza kwa mataifa haya mawili kuketi pamoja kwa mazungumzo ya namna hii katika kipindi cha miaka 34. Rais Trump ameeleza kuwa mkutano huo ulifanyika chini ya usimamizi wa Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio. Ili kuhakikisha usitishaji huo wa vita unazaa matunda ya kudumu, Rais Trump amewateua viongozi wake wakuu kusimamia mchakato huo. Makamu wa Rais JD Vance, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi nchini Marekani Dan Kine wamepewa kazi na Rais Trump. Viongozi hawa wamepewa jukumu la kufanya kazi bega kwa bega na pande zote mbili ili kufikia amani ya kudumu. Mbali na usitishaji vita, Rais Trump ametangaza kuwa atawakaribisha Rais Aoun na Waziri Mkuu Netanyahu katika ikulu ya Marekani kwa ajili ya mazungumzo rasmi. Rais amebainisha kuwa tangu mwaka 1983 hakujawahi kutokea mazungumzo yenye uzito kama haya kati ya nchi hizo mbili. Imekuwa heshima kwangu kutatua vita 9 kote duniani na hii itakuwa ya 10. Pande zote mbili zinataka amani na ninaamini hilo litatokea haraka sana, alisema Trump katika tamko lake. Sasa na hapa mtazamaji, na kunukulia kile ambacho Rais wa Marekani Donald Trump amekiandika kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social, akitangaza kwamba Israel pamoja na Lebanon zimekubaliana kusitisha vita kwa muda wa siku 10. Nimekuwa na mazungumzo bora kabisa na rais anayeheshimika sana Joseph Aoun wa Lebanon na Waziri Mkuu Bibi Netanyahu wa Israel. Viongozi hao wawili wamekubaliana kwamba ili kufikia amani kati ya nchi zao, wataanza rasmi siku 10 za usitishaji vita kuanzia saa 11 jioni kwa saa za Marekani. Siku ya Jumanne, nchi hizo mbili zilikutana kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 34 hapa Washington DC, tukiwa na waziri wetu wa mambo ya nje mashuhuri Marco Rubio. Nimemweleza makamu wa rais JD Vance na waziri Rubio pamoja na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Dan Kine kufanya kazi na Israel na Lebanon ili kufikia amani ya kudumu. Imekuwa heshima kwangu kutatua vita 9 kote duniani na hii itakuwa ya 10, kwa hiyo na tuikamilishe. Mwisho wa kunukuu ujumbe wa kwanza wa rais wa Marekani Donald Trump. Ujumbe wa pili, Trump ameandika, pamoja na tamko lililotolewa hivi punde, nitamwalika waziri mkuu wa Israel Bibi Netanyahu na rais wa Lebanon Joseph Aoun ikulu ya Marekani White House kwa ajili ya mazungumzo ya kwanza yenye maana kati ya Israel na Lebanon tangu mwaka 1983, wakati mrefu uliopita. Pande zote mbili zinataka kuona amani na ninaamini hilo litatokea haraka sana. Mwisho wa kunukuu ujumbe wa pili ambao rais wa Marekani Donald Trump ameuandika kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social. Hii ni hatua kubwa sana ambayo rais wa Marekani Donald Trump ameitangaza kwamba ni siku 10 za usitishwaji wa vita kati ya Israel pamoja na Lebanon ambazo wamekubaliana viongozi hao wawili kwa msaada mkubwa wa Marekani, huku Trump akisema kwamba hiyo inakuwa vita yake ya 10 kusitisha tangu aweze kuwa rais wa Marekani. Sasa mtazamaji wetu wa Zone Media, kuna habari nyingi sana, lakini hii ni habari njema kabisa moja kwa moja kutokea huko Mashariki ya Kati, lakini inaleta picha kwamba mateso yote kule nchini Lebanoni yanakwenda kuisha baada ya taharuki kubwa ambayo imeweza kutokea siku za hivi karibuni kutokana na mashambulizi makali ya anga ya Israel pamoja na Hezbollah. Kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.